Baada ya mpenzi wake kupenda mwanaume MW ingine, mchoraji katuni anaingia kuchunguza ukaribu wake kibiashara, jambo linalobadilisha taratibu mtazamo wake kuhusu mahusiano. Asubuhi tulivu ya mwaka 1999, Chester anaamka akiwa amelala na mpenzi wake Sunny, ambaye ghafla anakiri kwamba anaanza kumpenda MW ingine. Ingawa ameshtuka na kuumia, anaendelea kumuonyesha upendo, hata akimuunga mkono katika wazo la kuwa na uwazi kwenye uhusiano wao. Hatimaye wanakubaliana kuendelea kuishi pamoja licha ya hali mpya, badala ya kuachana. Baada ya hapo, wanarudi kwenye ratiba zao za kila siku. Chester akiwa mchoraji katuni anafanya kazi ya kuchora michoro ya kitabu chake kwenye basement, huku Sunny akianza siku yake kama MT angazaji wa kituo cha video za muziki. Jioni hiyo, mpenzi wake anamwambia kwamba dawa yake ya uzazi imekwisha muda wake kwa kuwa hawajawa na ukaribu kwa muda mrefu. Hali ya aibu inajitokeza, hivyo Chester anabadilisha mada kwa kumsifia shati lake na kumpa kitabu ambacho amechora jalada lake. Sunny anamshukuru kabla ya kumwambia kwamba anatakiwa kuondoka. Chester anajitolea kumfuata, lakini anakataa akisema kwamba huenda akakaa pembeni akisoma kitabu. Si muda mrefu, kwenye onyesho la bendi, Sunny anavutiwa na mmoja wa wapiga gitaa, Miles, na anamrekodi pekee kwa kamera yake. Nyuma ya jukwaa, mpiga gitaa anamkaribia na kumsifia shati lake kabla hawajakumbatiana, kuthibitisha kwamba ndiye mwanaume anayemwona kwa sasa. Siku inayofuata, wakati wa chakula na marafiki zake wachoraji katuni, Chester anashirikisha mipango ya uhusiano wake. Wanainsist kwamba haitafanya kazi, hasa mpenzi wake atakapolala na wapenzi wake wengine, kwani itamfanya awe na wivu. Wanamshauri ajibu kwa kufanya vivyo hivyo. Baadaye, Sunny akiwa nje na Miles kwenye klabu, Chester yupo nyumbani peke yake. Anacheza na wao aitwaye Mo, lakini kuona kitabu alichomzawadia kinampoteza hamasa. Ili kujiburudisha, anashuka basement na kujihusisha na jarida la watu wazima. Usiku huo anamkabili Sunny kwa kurudi nyumbani kuchelewa, naye anaomba msamaha. Anapojaribu kuanzisha ukaribu naye, Sunny anakataa haraka, akieleza kwamba hawezi kushiriki naye kimwili kwa sababu ya mapenzi yake ya sasa na Miles. Anakiri kwamba anahisi kuchanganyikiwa na uhusiano wao wa wazi, lakini Chester anaendelea kumwelewa. Asubuhi inayofuata, Chester anahamia basement kuishi huko. Kupitia kuta nyembamba, anasikia mpenzi wake na Miles wakifanya mapenzi gorofani. Hii inamfanya awe na wivu, lakini anajaribu kujituliza kwa kuvuta pumzi na kujikita kwenye kitabu. Siku inayofuata, kwenye kongamano la katuni, anamweleza rafiki yake Kane kuhusu hali ya jana. Badala ya kukiri wivu, anasisitiza kwamba uzoefu huo ulimpa nguvu kushinda upande hasi wa nafsi yake. Baadaye, anamtembelea rafiki yake Laura, ambaye ana huzuni kwa sababu hakuna aliyefika kusaini kitabu chake. Laura anaonyesha wivu, akijua kwamba Mandy Marlins, mwanamitindo wa watu wazima, ana mashabiki wengi zaidi. Rafiki yake Chester anamshauri apige picha na Mandy kwa kuwa anamfahamu, lakini anakataa akisema hana haja ya kutumia pesa kwa ajili ya kumbatio. Badala yake, ananunua kitabu cha rafiki yake na kumhimiza akisaini. Kitendo hicho kinamgusa Laura, ingawa anamrudishia pesa na kumtania kwamba azitumie kumwajiri rafiki wa kike. Siku moja mchana, Chester anamwona Sunny kwenye skrini akitangaza kituo. Akiwa hawezi kuvuta mila, anazima televisheni na kurudi basement. Anatumia muda akijifikiria akiwa na ukaribu na Mandy Marlin. Mwanzoni anahisi furaha kubwa, lakini hali yake inaharibika anaposikia sauti ya Miles ikimjia akilini. Akiwa hajatosheka, anachukua pesa na kupanda baiskeli kutafuta wafanyakazi wa watu wazima. Licha ya ujasiri na juhudi, anakosa kuwapata na kurudi nyumbani. Wakati wa chakula cha jioni, anakopa kitabu cha Jules Eros kutoka kwa Sunny na kumuuliza kuhusu mahali alipo Miles. Anamwambia kwamba yuko nyumbani akiugua, hivyo anapanga kumtembelea. Kisha anaelekea haraka nyumbani KWA, mpenzi wake MPYA, lakini anatambua kwamba hayupo. Akiwa amekasirishwa na hali hiyo, Sunny anaenda baa kunywa kinywaji, ambapo bila kutarajia anamkuta akiwa na mwanamke MWA ingine. Akiwa amevunjika moyo, anatoka KWA hasira, huku mwanaume akimuita. Wakati huo, Chester anasoma sura kutoka kwenye kitabu cha Jules Eros kinachotoa ushauri juu ya jinsi ya kuajiri na kuwatendea wanawake WA usiku. Anaandika KWA makini na kuanza kuwasiliana nao kupitia matangazo yaliyoko nyuma ya magazeti ya bure, akiwahoji kuhusu muonekano wao WA kimwili pamoja na viwango vyao. Baada ya simu nyingi zisizofanikiwa, hatimaye anamwajiri Kitty, ambaye anakutana naye siku inayofuata. Mara moja anaomba malipo, na wakati anahesabu pesa, Chester anajitengenezea hali ya kustarehe, ingawa ni dhahiri ana wasiwasi. Si muda mrefu, Kitty anaungana naye kitandani na kumuuliza aina ya huduma anayohitaji. Baada ya kugundua kwamba ni mara yake ya kwanza, anamkumbusha kwamba kukutana kwao kunahusu matakwa yake, jambo linalompa ujasiri wa kusema kile anachotaka. Katika mchakato mzima, Kitty anabaki mpole na mwenye msaada, akimpa mwongozo na sifa badala ya kumdharau kwa kumaliza haraka. Mwishoni mwa muda wao, Chester anamzawadia tip kubwa,
jambo linalomfanya Kitty kushukuru kwa kuwa anahitaji pesa sana. Kwa sababu ya uzoefu mzuri, Chester anarudi nyumbani akiwa na tabasamu usoni. Sebuleni, Sunny anauliza kwa udadisi kuhusu hali yake ya furaha isiyo ya kawaida. Bila kujizuia, Chester anakiri kwamba amelipia ukaribu, jambo linalomshangaza Sunny. Anapouliza kwa nini alifanya hivyo, Chester anajibu kwa urahisi kwamba anatafuta njia nyingine za ukaribu bila kulazimika kuingia kwenye uhusiano. Hii inamshangaza Sunny, lakini bado anamwelewa, akimuomba tu asiwalete wanawake hao nyumbani kwao. Kisha anamweleza kwamba ameacha uhusiano wake na Miles, jambo linalomfanya Chester kumfariji. Mwaka mmoja baadaye, wawili hao wanabaki na uhusiano wa kirafiki, ingawa Sunny sasa ana mpenzi mpya aitwaye Carl. Chester, kwa upande mwingine, anaendelea kuvinjari magazeti na tovuti ili kuajiri wanawake, na hatimaye anamkuta Anne. Siku inayofuata, anakutana naye nyumbani kwake kwa ajili ya mapenzi. Baada ya ukaribu, wanalala kitandani na kushirikiana kwa upole, wakizungumza kuhusu kazi zao na katuni zake. Usiku mmoja basement, Chester ghafla anasikia mabishano kati ya Sunny na Carl. Anafikiria kuingilia kati, lakini anabadili mawazo yake wanapoonekana kupatana. Asubuhi inayofuata, Chester anamweleza rafiki zake kuhusu jinsi ilivyokuwa mbaya kusikiliza ugomvi wa mpenzi wake wa zamani na mwanaume wake mpya. Laura anasema kwamba Sunny amepofushwa na sura nzuri ya Carl, bila kutambua kwamba ni mtu mbaya. Kisha Kane anabadilisha mada kwa kukosoa chaguo la Chester la mwenzi, akizingatia tofauti ya umri. Kwa kujitetea, Chester anasisitiza tabia ya upole ya Anne na kutaja kwamba alimzawadia nakala ya katuni yake ya hivi karibuni kama ishara ya upendo. Rafiki yake anamhoji mara moja baada ya kusikia jinsi anavyowatendea wake wa kulipwa, lakini Chester anaeleza kwamba kujuana kila mmoja kunafanya uzoefu uwe wa karibu badala ya baridi. Kane anamcheka na kumjibu kwamba kama ndicho anachokitaka, bora apate mpenzi halisi. Baadaye, nyumbani kwa Anne, Chester anakumbuka mazungumzo yake ya awali na rafiki zake, hivyo anakaa kimya muda wote akiwa na Anne. Mwanamke huyo anaona mabadiliko katika tabia yake, jambo linalomfanya amrejee KWA rafiki yake Amanda. Hii inampelekea Chester kupanga miadi na Amanda na kugundua kwamba ni mkali. Kabla ya ukaribu, Amanda anaeleza seti ya sheria na kuchunguza KWA makini sehemu zake za siri. Baada ya muda, Chester anarudi nyumbani KWA Anhene kwa miadi inuai nyingine, lakini anamkuta Amanda akipakia haraka. Anaeleza kwamba polisi wamevamia nyumba yao, jambo linalomfanya Chester kuwa na wasiwasi. Kabla hajaondoka, Chester anamuomba amfikishie malipo yake kwa rafiki yake. Kwa upande mwingine, Sunny anaoga na Carl nyumbani kwao. Anapogundua kwamba amelala, anachukua bunduki ya maji na kumwagia. Hata hivyo, hili linamkasirisha Carl, hivyo anatoka kwa hasira bafuni, akimwacha Sunny akiwa amechanganyikiwa. Chester anaporudi nyumbani, anakuta nyumba yao ikiwa imeharibika na Sunny amekaa sakafuni. Kupitia machozi, anamweleza kwamba Carl amemwacha baada ya ugomvi. Chester anamfariji kwa upole kwamba huenda ilikuwa bora zaidi. Licha ya hali yake mbaya, Sunny bado anaenda kazini baadaye. Hata hivyo, hali hiyo inamfanya awe dhaifu na asiye makini kiasi cha kuwatia wasiwasi wafanyakazi wenzake. Si muda mrefu, Chester anakutana na mwanamke mwingine wa usiku aitwaye Tina, ambaye sura yake ya kuvutia kwenye tangazo la jarida ilimvutia. Nyumbani kwake, matarajio yake yanageuka kuwa majuto mara tu anapogundua kwamba anaonekana tofauti na picha yake. Wakati anatoka, alikutana na kundi la wanawake wakiwa wanazungumza. Alichukua nafasi hiyo kwa kuchukua binti mmoja aliyeitwa Angelina, akaenda naye kwa ajili ya kutumia naye usiku mzima, lakini Angelina alikuwa ni mkimya kwa sababu hakuwa anaweza kuongea Kiingereza vizuri. Siku inayofuata, Chester anawakemea marafiki zake kuhusu mtindo wake wa maisha. Wanaamini kwamba alipaswa kutafuta mpenzi badala ya kulala na wanawake tofauti. Kwa ukali, anawaambia kwamba uhusiano wa mtu mmoja ni kupoteza muda na ni kwa ajili ya watu wasiojiamini wanaohitaji uthibitisho wa mara kwa mara. Miaka kadhaa baadaye, mwaka 2002, Sunny anajitayarisha kwa wasiwasi akifanya mazoezi ya maandiko yake kwa filamu yake ya kwanza. Mkurugenzi Reed anampongeza kwa kipaji chake ili kumtuliza. Wakati huo, Chester anaendelea kukutana na wanawake wa ukaribu, ingawa hajatosheka na mwanamke wake wa sasa kwa sababu ya majibu yake ya mazoea na tabia yake mbaya. Kwa sababu hiyo, anaamua kumwona tena Angelina, lakini anashangazwa kukutana na mfanyakazi wa jinsia tofauti mwenye jina sawa. Anamwambia kwamba Angelina mwingine tayari ameacha kazi hiyo. Mahali pengine, Sunny na Reed wako njiani kurudi nyumbani baada ya kutazama filamu pamoja. Ghafla, Reed anaonyesha tabia yake ya kuvurugika na kumshauri abaki makini na kuwa mwangalifu kuhusu ni nani anayeshirikiana naye. Akiwa ameguswa na maneno yake, Sunny anamvuta kwa busu la mapenzi, likiwa mwanzo wa uhusiano wao wa kimapenzi. Siku moja, Chester anapanga kukutana na mwanamke mwingine ambaye ni mkubwa na si wa kuvutia kama wake wa awali.
Akiwa anakasirishwa na kuchelewa kwake na tabia yake ya kudai, Chester anaghairi miadi yao na kurudi nyumbani. Wakati huo Sunny anafanya uamuzi mkubwa wa kuacha kazi yake ya utangazaji ili kufuata taaluma mpya. Baadaye nyumbani, Chester anapitia magazeti hadi anapomkuta Yulisa, lakini huduma yake inahitaji kumtembelea wateja nyumbani kwao. Mpangilio huu mpya unamshangaza Chester. Baada ya muda mrefu bila ukaribu wa mafanikio, anachukua hatari ya kumwalika nyumbani, akipuuza kabisa sharti la Sunny kuhusu nyumba yao. Mwanamke mrembo wa usiku hatimaye anawasili na Chester anampeleka basement. Huko anaona mkusanyiko wake wa mitungi ya maji na kuutumia kumteka. Akiwa ameshangazwa, Chester anamtolea kinywaji na kukimbilia jikoni juu kuchukua. Anaporudi, anamkuta akiwa amevaa nguo za ndani. Hii inamfurahisha na mwanamke anamvuta karibu. Baada ya muda, Chester anaeleza kwamba amesahau hisia za kubusu. Kwa udadisi, anauliza kama anafanya vivyo hivyo na wateja wengine, naye anasema kwamba ni sehemu ya makubaliano yao. Anamgeukia na kumuuliza kama ana mpenzi. Chester anamwambia kwamba hataki mpenzi. Anadai kwamba mapenzi ya kimapenzi si mazuri, hata akiyalinganisha na kumfanya mtu aamini kwamba wanamilikiana. Yulisa anakataa, akisema kwamba upendo ni chaguo. Baada ya kushirikiana mitazamo tofauti kuhusu mahusiano, mwanamke anataja kuvutiwa kwake na katuni za Chester, akisema kwamba anaweza kuhusiana na hadithi zake. Kisha anamuuliza kama anajisikia vizuri yeye kumjua kwa undani. Chester anatikiza kichwa na kusema kwamba hana cha kuficha. Mwanamke anapojitayarisha kuondoka, anakutana na Sunny akiwa na mpenzi wake mpya. Wanawake wote wanashangazwa hadi Sunny anamkabili Chester kuhusu makubaliano yao ya kutowaleta wanawake wa usiku nyumbani kabla ya kuondoka. Yulisa akiwa ameshtuka anamwambia Chester kwa ufupi kwamba makubaliano yao hayawezi tena kufanya kazi kwake, hivyo anaondoka akiwa na huzuni. Usiku huo huo, Sunny akiwa mtulivu anamkaribia mpenzi wake wa zamani kumweleza ukweli. Inageuka kwamba Yulisa alikuwa ameolewa na baba yake Sunny, jambo linalomfanya kitekniki kuwa mama yake wa kambo licha ya tofauti ndogo ya umri. Sunny aliona ni jambo la kuchukiza kwa baba yake kwa mwanamke huyo, zaidi kwa kuwa alijua taaluma yake. Tangu baba yake Sunny alipofariki, wanawake hao walikatisha uhusiano wao, jambo lililomshangaza binti kumkuta mwanamke huyo na mpenzi wake wa zamani. Kutokana na hali hiyo, Sunny anaamua kwamba Chester ahame. Hii pia itamruhusu Reed kuhamia naye kwa kuwa uhusiano wao unazidi kuwa wa dhati. Chester hakubishana na akahama siku iliyofuata. Katika nyumba yake mpya, michoro yake inaanza kuakisi hali yake ya sasa ya akili. Wakati huo, nyumbani kwa Sunny, Reed anabadilisha mchoro uliokuwa umewekwa kwenye frame wa Sunny na Chester, lakini Sunny anaurejesha, ikionyesha kwamba bado anathamini uhusiano wake wa awali. Siku moja yenye mvua, Chester anamkuta Yulisa akiongoza ziara ya kielimu. Akiwa na aibu, anajificha na kuamua kumtazama kutoka mbali, lakini haraka anamuona na kumuita. Baada ya muda, wanakutana tena nyumbani kwake, na licha ya uhusiano wao na Sunny, wanatumia siku wakishirikiana kwa ukaribu na kufufua uhusiano wao. Kwa siku chache zijazo, Chester anaendelea kukutana naye kwa ukaribu wa kulipwa. Wakati mmoja, wakiwa kitandani, mazungumzo yao yanahusu maslahi na uzoefu wa maisha, ambapo Yulisa anafichua kwamba anavutiwa na usanifu na maadili. Anaeleza zaidi kwamba aliingia kwenye sekta hiyo kupitia chuo kikuu, akisema kwamba ilimsaidia kujihisi mwenye kujiamini zaidi. Hivi karibuni, hata hivyo, aliamua kupunguza orodha ya wateja wake, na kwa utani anasema kwamba Chester aliingia kwenye orodha hiyo. Baada ya kusikia hivyo, Chester anamkabidhi nakala ya katuni yake mpya, na mwanamke huyo mwenye furaha anaomba kwa shauku aisaini kwa jina lake halisi, Denise. Chester anamuuliza kwa nini alirudi kwenye taaluma yake baada ya mume wake kufa, naye anajibu kwa urahisi kwamba anafurahia uhuru wa kufanya anachotaka huku akipata pesa. Siku inayofuata, kwenye kongamano la katuni, Chester, Cain na Cecil wanampongeza Laura kwa mafanikio ya katuni yake mpya. Wakati huo huo, wanaona kwamba Mandy Milans, sasa akiwa na mume na binti yake, bado anaonekana kwenye kongamano hilo. Akikumbuka jinsi wazo la kuwa naye lilivyomvutia miaka iliyopita, Chester anamkaribia kwa muda mfupi mwanamke huyo mwenye kuvutia na kumshukuru kwa kuwa sehemu kubwa ya maisha yake kabla ya kuondoka kukutana na Denise. Baada ya muda mfupi, wanandoa hao wanapumzika baada ya ukaribu, ambapo Denise anafichua kwamba anaacha kazi yake ili kuchunguza taaluma nyingine na kurudi shule. Ingawa Chester anafurahia uamuzi wake, ghafla anapendekeza wazo la kuwa mteja wake pekee, lakini Denise hana uhakika nalo. Wakati huo, Sunny anamuita Reed kufanya safari ya ghafla kwenda Costa Rica kuona sloths. Baada ya kutazama wanyama hao kwenye televisheni siku nzima, anajishawishi kwamba kutumia muda nao kutamletea utulivu anaohitaji. Anamshawishi mpenzi wake, na wawili hao wanapanga safari mara moja. Wanapofika, wanapumzika jua wakisikiliza sauti ya bahari na ndege waliowazunguka. Sunny anaeleza kwamba ni wakati kamili aliyokuwa kiota daima.
Kwa bahati mbaya, Reed anakiri kwamba anaanza kumpenda mtu mwingine, jambo linalomshangaza kabisa. Nyumbani kwake, Sunny akiwa na moyo uliovunjika, anamwaga hisia zake kwa Suzo, ambaye anamshauri apumzike kutokea kwenye mahusiano na aanze kujikita kwake. Hivyo, anamwomba rafiki yake amwajiri katika kampuni yake mpya ya uzalishaji, jambo ambalo rafiki yake anakubali bila kusita. Baada ya muda, Chester na Denise wanakubaliana kuwa na mpangilio wa kipekee, wakikutana wao tu kwa ukaribu wa kulipwa. Wakati mmoja, Denise anakubali kumruhusu amjumuishie kama mhusika kwenye kitabu chake kipya kuhusu uzoefu wake na wanawake wa kulipa. Na mzigo wetu unakuwa umefikia mwisho hapa. Ni kusihi uweze kusubscribe ili usiweze kupitwa na mwendelezo na movie kali zinazokuja, lakini pia uweze kulike.